Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam Mei 6 mwaka huu inatarajia kutoa uamuzi wa hoja ikiwemo mapingamizi yaliyotolewa kwenye kesi ya tuhuma za kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, sanjari na kupinga kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa na hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili kuhusiana na kuvunjwa kwa haki za gereza na kupinga kwa mteja wao kusomewa maelezo ya awali PH kwa njia ya mtandao. Pia upande wa Jamhuri umeiomba mahakama itoe siku 30 ili upande wa utetezi ukazungumze na Lissu ili akubali kuendesha kesi yake kwa njia ya mtandao, na pia umedai kwamba hakuna haki wala katiba iliyovunjwa kwa mshtakiwa. Ilidaiwa kuwa Aprili 3 mwaka huu jijini Dar es Salaam, mshtakiwa Lissu alikuwa na lengo la kulaghai umma. Alichapisha taarifa hizo kupitia mtandao wa YouTube ambapo maneno hayo yalisomeka: uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, wagombea wa Chadema walianguliwa kwa maelekezo ya rais. Maneno mengine yalisomeka: mapolisi wanatumika kuiba kura wakiwa na vibegi. Pia alichapisha maneno yaliyosomeka: majaji ni CCM, hawawezi kutenda haki, wanapenda wapate teuzi kuchaguliwa kuwa majaji wa mahakama ya rufaa. Wakati mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu ikitarajia kuja na uamuzi huo Mei 6 mwaka huu, pia kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu inatarajia kutajwa kwa mara ya kwanza siku hiyo hiyo. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu hapa Dar es Salaam hapa Kisutu, chini ya hakimu mwandamizi mfawidhi mwandamizi Muhini, ilikaa na kuweza kusikiliza hoja za pande mbili katika kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu. Ni kesi ile ambayo inahusiana na masuala ya kuchapisha taarifa zisizokuwa za ukweli. Sasa leo ilikuwa ni siku ambayo ni upande wa serikali kuweza kuleta kufanya kujibu hoja zetu ambazo zilikuwa zimezileta kuhusiana na kesi hii nzima, kuweza kuendeshwa kwa njia ya kimtandao badala ya kusikilizwa kwa pande zote mbili mbele ya mahakama, au kufanyika ana kwa ana mbele ya mahakama kama ambavyo kanuni na sheria za nchi yetu mara nyingi zinavyodai, ilivyokuwa ni kitu cha asili. Sasa upande wa serikali umeweza kufanya majibu ya hoja zetu, na baada ya hapo na sisi tukawa tuna hoja zetu za mwisho kuweza kupinga au kuweza kusahihisha kile ambacho serikali walikuwa wamekisema, ili mwisho wa siku kuweza kuwezesha mahakama kuweza kutoa uamuzi. Hoja zilikuwa zimejikita kwamba ni haki ya mteja wetu kuletwa mahakamani kwa sababu yeye tayari katika ile siku tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alipata dhamana, na kwa kuwa hii kesi inahusu tayari ana dhamana, na kanuni za kesi za jinai ni kwamba mtu kiwa na dhamana ndani ya siku unapokuja mahakamani lazima kesi inapoitwa lazima utokee mahakamani. Uwezo kusikilizwa katika kesi ya jinai kusikiliziwa nyumbani kwako au kwingineko, kwa sababu unakuwa uko nje kwa dhamana. Sasa mteja wetu katika kesi hii ndugu Tundu Antipas Lissu ana dhamana, na kwa maana hiyo yeye anatakiwa kila kesi inapoitwa kesi hii ya kuchapisha taarifa za uongo lazima atokee mahakamani. Sasa sivyo ilivyo, kwa sababu tumekuwa tunaendesha kesi hii kwa njia ya kimtandao, na mteja wetu akiwa anafahamu haki yake au haki zake za kisheria amekazania kwamba hawezi kushiriki. Kwa hiyo kule magerezani na vile kushiriki, sisi tulikuwa upande wa mahakama, mahakama ilikuwepo, alafu ilikuwepo sisi wa upande wa utetezi, na mawakili wa serikali wao walishiriki kwa njia ya kimtandao, na kule gerezani wale maafisa wa magereza walishiriki. Na kama unafahamu kutolewa uzi wa kimtandao wa watu kuweza kujiunga, baadhi ya watu wameweza kujiunga, bali kwamba kulikuwa na changamoto zake, hiyo kesi imeendeshwa hivyo. Kwa hiyo sasa baada ya kusikiliza pande zote hizo mbili na hizo hoja, mahakama imepanga kwamba itatoa uamuzi wake mnamo tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 4 asubuhi. Asanteni sana.